Hola za Ntondo. Mlile iza. Mkole iza. Bariki. Baada matiko. Mhola. Enkambe ngole mwashi. Haya, asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyeji wetu, kama ambavyo umetoka kusema, na mimi nitambue uwepo wa viongozi wetu wote ambao wamejumuika nasi leo, viongozi wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa, viongozi wa serikali kama ambavyo tumetoka kumsikia katibu tawala wa mkoa na watendaji wengine wote wa serikali, waheshimiwa wabunge kama ambavyo mmetoka kutambulishwa, waheshimiwa naibu mawaziri ambao tuko pamoja, watapata fursa tutakapofikia maeneo ambayo yatahitaji ufafanuzi kutoka kwenye sekta zetu, viongozi wetu wa dini, tunashukuru sana kwa dua na sala, lakini na kipekee kwa ujio wenu, uwepo wenu katika mkutano huu wa leo. Nimekuja kwa ajili ya mambo matatu. Jambo la kwanza, nimekuja kuwashukuru. Kama mnavyokumbuka, tangia uchaguzi umepita, sijapata fursa ya kuzunguka kwenye mikutano kushukuru, lakini kiungwana mmenipa imani kubwa. Nimeona pamoja na kwamba wenda nisifanye mikutano kama niliyokuwa nikifanya miaka yangu yote nikiwa mbunge hapa, ya kupita kushukuru kijiji kwa kijiji, tawi kwa tawi, lakini nasema hata hivyo basi nipite kila makao makuu ya tarafa, ama kila tarafa nifanye mkutano mmoja wako wa kushukuru. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru sana ndugu zangu Wanairamba kwa kura nyingi mlizonipigia, kura nyingi mlizomchagua rais, kura nyingi mlizowachagua na waheshimiwa madiwani wenzangu. Asanteni sana. Songe lizigi mkembe toe. Lakini sambamba na hilo la kushukuru, ninatumia fursa hii nikiwa nyumbani pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake kubwa ya kuniteua kusimamia shughuli za serikali. Ninyi mnatambua kwamba Mheshimiwa Rais ameiandika wilaya yetu kwa wino uliokolea kwenye ramani ya Tanzania, Afrika na duniani, akiwa ameanza kwa kuniteua kuwa waziri wa fedha, jambo ambalo lilitengeneza historia kwa Wanairamba. Lakini miaka mitano baadaye, Kijiramba Nyaturu anasema kwa surprise akaniteua kuwa waziri mkuu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hii ni heshima na ni upendo kwa Wanairamba wote, na nitumie fursa hii kuwaletea salamu zake. Mheshimiwa Rais anawasalimia, anawapenda sana, na alinituma nifikishe salamu hizo. Jambo la tatu, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kushukuru, nimeona nipite kuwapa uhakika wa mambo machache ya msingi kwa niaba ya yote ambayo tuliongea, na haya ndiyo ambayo Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie. Moja,
ile miradi yote iliyoandikwa kwenye ilani ya uchaguzi itakwenda kutekelezwa. Lakini la pili, yale ambayo yeye mwenyewe aliahidi binafsi alipokuja wakati wa kampeni, na yenyewe yatakwenda kutekelezwa. Mnakumbuka tulikuwa na mkutano wa hadhara hapa Lulumba, lakini pia tulizunguka sisi tuliosalia kwenye kampeni ya kimkoa na kiwilaya, tukaelezea yale ambayo yako kwenye ilani. Hayo yatakwenda kutekelezwa. Kwa upande wetu, ninatambua hapa makao makuu ya wilaya pamoja na kata za jirani tumekuwa na shida ya maji kwa muda, na leo tuko na naibu waziri wa maji, atalifafanua maeneo ambako tulikuwa tumekwama na atafafanua hatua ambazo zimechukuliwa. Mimi niwahakikishie kwamba hilo ni eneo ambalo Mheshimiwa Rais ameliwekea kipaumbele cha hali ya juu, kwa sababu maji ni uhai, maji ni maisha. Tulihangaika kupata chanzo cha uhakika cha maji. Hiyo ndio ambayo kazi kubwa ilikuwa ikifanyika. Mheshimiwa naibu waziri atakuja kuelezea. Na mimi niwatake wataalamu wote nchini wanaosimamia sekta ya maji kuhakikisha wanaishi dira ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani katika sekta hii ya maji. Kwenye dira na kwenye ilani tumebainisha kwamba tunakwenda kutengeneza gridi ya taifa ya maji. Hiyo yote ni kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la maji. Tumeweka rasilimali fedha za kutosha kuweza kuhakikisha vijiji vyote vilivyosalia vinapata maji. Lakini pia si hilo tu, Mheshimiwa Rais aliweka jitihada za ziada kwa kununua mtambo wa kuchimba maji kwa kila mkoa. Kwenye historia ya nchi yetu tulikuwa tangu uhuru tulikuwa na mitambo mitatu ya kuchimba maji, lakini katika miaka yake ya awamu ya kwanza Mheshimiwa Rais amenunua mtambo kwa kila mkoa wa kuchimba maji. Na mimi katika kupita kwangu nimeona baadhi ya mikoa ambapo wamechimba maji na wameyapatia mbali sana chini. Nilienda kufungua mradi kule Longido, wamechimba mita 300 kwenda chini. Maana yake ni nini? Viwanja vitatu vya mpira kwenda chini na wameyapata maji. Maeneo ambayo pana ukame ama maji ya chumvi yakichimbwa chini, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kujenga mabwawa. Maeneo ambayo upatikanaji wa maji umekuwa wa kubahatisha, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kupima maji yalipo, ili tusicheze kamari kutafuta maji. Maana yake hii inatupa uhakika ni kwa namna gani Mheshimiwa Rais ameweka uzito katika jambo hili la maji. Sasa natambua hapa Kiongozi kumekuwa na shida ya maji, lakini tuna mradi huo mkubwa. Mheshimiwa naibu waziri atakuja kuambia. Lakini nikiwa ziara pia nimepokea message nyingi kuhusu tatizo lililotokea la maji pale Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka Mwanza
akasimamia jambo lile mpaka maji yapatikane. Sisi watu wa Singida tunataka tupate maji toka Mwanza. Simiyu tunataka tupate maji toka Mwanza. Dodoma tunataka tupate maji toka Mwanza. Tabora wengine wameshaanza kupata maji, baadhi ya wilaya tunataka tupate maji toka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale lilipozoa Victoria pana shida ya maji, hili ni jambo ambalo haliwezi kueleweka na wala hatuwezi kulielewa na wala sitaki kulisikia. Sasa nilisikia wanarushiana mpira wale wa maji na wale wa TANESCO. Mheshimiwa Waziri anapofika kule wa maji awakute wote mko site, watu wa TANESCO na wale wa maji, awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno. Hawa wanasema si bomba limekuaje, hawa wanasema si umeme umekuaje. Chanzo sisi tunajua kiko pale, hatuna shida ya chanzo cha maji na mradi upo na maji yapo. Haya mambo mengine ni ya ngonjera, mimi sitaki kuyasikia. Sasa mkuu wa mkoa watafute timu yako ya wataalamu, watafute wa TANESCO, watafute na wa maji, washinde juani na wakeshe, watu wapate maji. Hizi ngonjera za umeme umeendaje, umeme umefanyaje, mimi sitaki kusikia. Kunapopambazuka kesho nipate majawabu, maji yamepatikana. Sasa na hapa nataka hili jambo ambalo wana viongozi wanapata shida kuhusu maji likomeshwe. Sasa tumeshapata chanzo, tumepata mradi, hauna matatizo ya fedha, tunataka watu wapate maji. Sasa mpaka wilaya za wapi kule, sitaki kuwasema waheshimiwa madiwani wenzangu wanaotoka kule mbali, labda ni waseme tu mpaka kule umeturudi maji yamepatikana. Inakuwaje kiongozi maji yapatikana? Baba Askofu, sina maana ya Turu Askofu, namaanisha tu wale ambao waliondoka na mbuzi wangu wa zawadi jana kule. Saiki Meya pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri wa Ikungi na wa Singida vijijini. Ndio makao makuu yetu ya wilaya si sahihi kukosa maji. Atasimama Mheshimiwa Naibu Waziri atatuelezea. Lakini la pili, tumekuwa na changamoto ya baadhi ya vitongoji hapa mjini na hapa pembeni kidogo, idara ya maji na maeneo ya karibu ambavyo vilikuwa bado halijapata umeme. Tumekuja na Naibu Waziri wa Nishati, na yeye tutampa fursa, ataelezea hatua ambazo zinachukuliwa kwenye swala la nishati. Lakini pia tumekuja na Naibu Waziri wa Ujenzi, atasemea upande wa barabara. Kwa kutanguliza tu, tumeanza usanifu barabara yetu ya kutokea New Kiomboi kuelekea mpaka Kisiriri kwenda mpaka Sibiti kupitia Nduruma. Unafanyika usanifu, tunataka tujenge kwa kiwango cha lami. Na kutoka pale Kisiriri usanifu umeshakamilika. Barabara ambayo itaanzia Kitusha, inapita Galangala, inapita Kisana, inapita Kinagumi, inakwenda mpaka Kisiriri kuungana na hii hapa ambayo itaanzia hapa ya Kiomboi kupitia sekondari kupitia Kinaliria kwenda mpaka Kisiriri, na yenyewe itatandikwa kwa kiwango cha lami. Kwa kwenda Singida tutachagua ama tupite Misigiri ama tupite Kisana tuelekee
kinapanda na kipindi kitusha. Lakini pia usanifu umeshakamilika wa kujenga daraja kati ya Kiomboi hospitali na Meli na Igugulia. Usanifu umeshakamilika, wameshajua eneo ambalo barabara itapitia. Kilichosalia ni utaratibu wa kupata mjenzi aanze utekelezaji. Tunapoanza mwaka mpya wa fedha, hilo ni moja ya eneo ambalo tunalenga kulitengeneza daraja la juu ili tusiendelee kupoteza maisha ya Wanairambo. Lakini usanifu unaendelea kwa barabara ya kuanzia Shelui Sekenge Tweke inayopita Tulia inayokwenda mpaka Kidago. Usanifu unaendelea na yenyewe tutatandika lami kuanzia Shelui pale kwenda mpaka Sibiti tunakopakana na mkoa wa Simiyu. Taenda kwa vipande ambavyo usanifu umeshakamilika, wataendelea na taratibu za ujenzi. Na baada ya hapo tutakuwa na kazi ya kuiboresha barabara ya juu ya kwenda Tulia na hii ya kwenda Kidago. Hizi za kwenye milima, Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo, zinaangukia kwenye kundi la maeneo korofi ambayo zitaimarishwa. Tutajenga kwa utaratibu wa teknolojia mpya, teknolojia ya barabara ambazo zitadumu kwa muda mrefu ili wananchi wasipate shida ya muda mrefu. Kwa upande wa kusini, usanifu unaendelea wa Shelui, Mtoa, Mtekente, Mlandala kwenda mpaka Mwaro kwenda mpaka Sibuka, ambako na kwenyewe mwaka wa fedha unaofuata usanifu unaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara hiyo inatekelezwa, usanifu unakamilishwa ili tuweze kwenda kwenye ujenzi. Tuna barabara ya kutokea Sabasaba kupitia Sibuka kuja Dago kutokea Kizaga, yenyewe mkandarasi yuko sasa hivi. Najua watu wengi wametamani ikamilike siku nyingi. Nilisema jana Dago, narejea na tena hapa. Natambua kwa nini katika kipindi cha mwaka mmoja kasi ya utekelezaji wa barabara hiyo ilipungua. Ni kwa sababu kama nchi tulifanya uamuzi wa makusudi, uamuzi wa kimkakati ambao ulilenga kuhakikisha tunakamilisha baadhi ya miradi ya kimkakati kwa kutumia rasilimali fedha za ndani. Moja ya mradi huo ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ninyi kama mnavyokumbuka, mwaka mmoja ama moja na nusu iliyopita, kuna muda ilifika ndani ya nchi yetu ukawa na mgao wa umeme. Umeme ukawa unakatika mgao, kwa sababu tulipanua sana huduma za usambazaji wa umeme kuliko uzalishaji wa umeme. Tukapeleka umeme kwenye viwanda ambavyo vilikuwa vimetengenezwa kwa hamasa ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tukapeleka umeme kwenye huduma za madini, uchimbaji ambao siku za hivi karibuni umeongezeka sana, na vijana wanapata hela, wanabadilisha maisha. Lakini maendeleo hayo yalileta changamoto ya umeme kuwa pungufu, kwamba usambazaji umekuwa mkubwa kuliko uzalishaji. Busara iliyokuja ilikuwa badala ya kutafuta mitambo ya kukodi, serikali iliona tukamilishe mradi wa Mwalimu Nyerere, wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ndoto ya Mwalimu Nyerere, tuwe na chetu cha kudumu badala ya mitambo ya kukodi ambayo kwanza ni gharama, lakini la pili sio ya kwetu. Nakumbuka katika baadhi ya miezi zaidi ya bilioni 350 mpaka 400 zilikuwa zinakwenda kutekeleza mradi mmoja wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Hivi tunavyoongea mradi ule ulishakamilika, na sasa Tanzania ina ziada ya umeme. Maana yake ni kweli miradi mingine iliathirika kwa kasi yake kupungua, kasi ya utekelezaji wake kupungua, lakini ulikuwa ni mkakati wa kitaifa, mkakati wa kizalendo wa kuweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi ambao
unatoa huduma kwa Watanzania walio wengi. Nimetaja mradi mmoja tu ambao Mwalimu Nyerere, lakini ilikuwepo na miradi mingine ikiwemo ukamilishaji wa daraja la JPM, daraja la Kigongo Busisi pale, ikiwemo ukamilishaji wa loti ya kwanza na ya pili ya reli ya kisasa ya SGR. Hii ni miradi yote ambayo sasa imeshaanza kufanya kazi. Sasa kwa kuwa kikapu ni kile kile, ni kweli miradi mingine ingeweza kuathirika kidogo. Kama kwenye familia tukiwa na jambo moja kubwa, kuna baadhi ya mambo unayoyatekeleza kasi yake inaweza ikapungua. Huu sio uamuzi wa kujilaumu, ni uamuzi wa kimkakati. Lakini neno la faraja ni kwamba sasa tunapoanza mwaka mpya wa fedha na tunapoanza utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo 2050, tuna uhakika moja, tumeshamaliza bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hakutakuwepo na mzigo ule wa kupeleka fedha kule. Lakini la pili, kipande cha kwanza na cha pili cha reli ambacho kimeshaanza kutumika, hatutatumia gharama tena pale. Lakini la tatu, daraja lile kubwa tumeshakamilisha. Maana yake nini? Hatutakuwa na madhara ya miradi ya kimkakati kuchukua sehemu kubwa ya mtiririko wa fedha za ndani. Lakini pia serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweka mapendekezo katika mwaka huu wa fedha. Tunataka fedha zinazokwenda kwenye miradi hii mahususi, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya umeme, barabara zote za TANROADS na za TARURA, fedha zake sasa hazitapita mfuko mkuu wa serikali. Tumepeleka mapendekezo na tuna uhakika wabunge wetu wanakwenda kupitisha, kwa sababu ni jambo jema la kutengeneza miradi ya maendeleo kwa haraka. Tulipokuwa kwenye kampeni, nilisema kwa ujumla kwamba yale yote yaliyoahidiwa yatatekelezwa. Moja ya jambo la kijamii, ukiondoa hii miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo nimeshaisema, moja ya jambo lingine ambalo tuliahidi, nilisema uwanja wetu wa Lulumba utawekewa nyasi bandia. Simba na Yanga watakuja hapa. Nimeona jamaa yangu pale anasema Naokelo. Ndio, Naokelo watakuja hapa. Jamaa amesema na Mpanzu watakuja hapa. Na nani? Na Chama atakuja hapa. Huu na wenyewe tutaukamilisha. Lakini jambo moja kubwa ambalo na lenyewe tulisema, leo asubuhi nilikuwa na ugeni pale Kinambeu. Hapa Kinambeu, kanda yetu ya Kiongoi, tunakwenda kuwa na chuo kikuu hapa kwetu. Ambapo kitakapokamilika na kuanza kwa mara ya kwanza, kinapoanza kitaanza na wanafunzi 10,000 patachangamka. Simona ni bwana. Ikalokani kongere kile ambacho ngile Tanzania kegelangwa. Hapa. Na bahati nzuri eneo lipo na wenzetu wa chuo kikuu wamelikagua, wameridhika nalo. Kwa hiyo sasa hivi hatua zinaanza mara moja. Niwapongeze sana madiwani wa mjini, Mheshimiwa diwani wa Kiongoi A na Kiongoi D. Mheshimiwa Sadiki bwana. Diwani wa Kiongoi A. Nimeshamuona pale. Solea tu. Kwa mara ya kwanza nimekuona huko kwenye njano, super sana. Haya, na Kiongoi B, John Soe Mheshimiwa madiwani. Na Mheshimiwa madiwani wapata vijana kweli. Vijana machachari kweli. Simwana nani bwana jamaa mimi nakupia mazi. Akopile mazi bwana. Mheshimiwa madiwani, hongereni sana. Kazi yenu ni njema sana.
Vilemaze, hongereni sana. Kwa hiyo hilo na lenyewe tumekubaliana hivi. Lakini moja la mwisho, nimepokea hoja nikiwa bondeni kule kuhusu jambo linalohusu mipaka na hifadhi yetu ambalo linagusa kata za bondeni na kata za huku juu, ikiwemo Kiomboi, ikiwemo Kisiriri. Niwaombe mridhie, kwa sababu jambo hili lilikuwa linaratibiwa na ile kamati ya mawaziri 8. Hapa katikati hapa tulikuwa bado tuko na mambo mengi, natarajia tunapomaliza bunge tutakaa kwenye hicho kikao ili tuweze kukamilisha mapendekezo yapate ridhaa ya mwisho ya baraza la mawaziri kwa ajili ya kuirejea hiyo mipaka, ili tuweze kupata suluhisho la kudumu la jambo hilo ambalo lilikuwa limejitokeza. Niwaombe wana Kiomboi, wana Kisiriri, wana Tulia, wana Twike, jambo lenu hilo tumelipokea na tumeweka mpangilio wa utekelezaji kwa namna hii.